Mwanzo, unaona Mungu alikuwa akitaka kushuka duniani. Sawa jamani? Si alikuwa anatembelea bustani ya Edeni, si ndio? Kwa hiyo alikuwa akitaka kuja duniani, manake anakuwa ndani yako wewe. Sawa jamani? Na mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu alikuwa mkamilifu. Bwana asifiwe. Hakuijua dhambi. Alikuwa na mfanano wa Mungu. Jamani, amina. Kwa hiyo ninataka kusemaje? Mungu alikuwa akija duniani pale Edeni, alikuwa haji hivi na macho. Sawa jamani, na mwili. Ila alikuwa anakuja katika roho. Kwa sababu yeye ni roho, hana mwili. Na ndiyo maana akakuumba wewe kwa mfano wake, wewe kama roho. Ninaongea na mtu wa ndani, siongei na kibebeo. Ninaongea na wewe halisi, wewe ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu hana miguu kama ya kwako. Jamani, amina. Jamani, amina. Yeye hajajiwekea kibebeo, kwa sababu anajitosheleza, yuko mbinguni na duniani hapa yupo ndani yako wewe. Jamani, haleluya. Mwimbaji mmoja akaimba hivi: wewe ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Alafu akasema kabla sija kuchagua wewe ulinichagua, kabla sija kupenda ulinipenda kwanza. Sawa Jamani, amina. Jamani, amina. Alafu akaongeza mistari: ukaniketisha pamoja na wewe, mimi nikuwakilishe duniani na wewe uniwakilishe. Yesu heshima. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Mungu, wewe unamwakilisha wapi? Duniani. Ninaongea wewe ni wa thamani. Lazima uanze kuchukua hatua za kutoka hapo kwenye mgandamizo wa fikra za adui. Wewe umembeba Mungu ndani yako. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu akinikaribisha, anasema nitaingia. Unajua anaingiaje? Bwana asifiwe. Jamani, amina. Jamani, amina. Alafu mahali pengine anasema, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la nani? Unaelewa hilo jambo? Roho Mtakatifu ni nani? Jamani, amina. Jamani, amina. Lazima uelewe kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Hauishi kuwa mwili. Wewe ni zaidi ya mwili. Thamani yako ni zaidi ya mwili wako. Ndio maana nilikwambia hili fungashio lisikusumbue. Jamani, amina. Lisikutese. Wewe ni wa thamani sana. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mwanadamu ni wa thamani sana. Unajua kwa nini Mungu anatufundisha sasa kuhusu thamani yetu? Kuna jambo sasa likatokea pale Edeni.
Sawa jamani? Shetani kama kuna kitu kinamtesa kwenye dunia hii ni wewe. Unampa heka, hana raha, hana utulivu kwa sababu ya ile thamani ambayo Bwana amekupa. Jamani amina. Jamani haleluya. Na ndio maana alipoona ile raha ambayo Adamu alikuwa nayo pale bustanini, ya kwenda kuzungumza na Mungu, ya kwenda kupanga mipango ya mtoto na baba yake, shetani hakuwa na namna ya kufanya, akavizia kupitia kifungashio. Jamani amina. Jamani amina. Nataka nikwambie hivi, umepoteza thamani. Sio kwamba wewe sio wa thamani, umeipoteza tu kwa sababu ulimpa shetani nafasi. Sawa jamani? Yaani shetani hana mamlaka yoyote. Hii maiki niongezee kidogo. Shetani hana mamlaka yoyote. Sawa jamani? Yaani shetani hana mamlaka hata moja. Shetani akitaka kufanya kazi lazima akutafute wewe mwenye thamani yako, uliyepewa kumiliki na kutawala, ayapole maisha yako. Akikupola wewe, anakugeuzia mitazamo, ndipo anapata nafasi ya kukutumia wewe. Sio anafanya kazi, yani yeye anakuendesha wewe. Jamani amina. Jamani haleluya. Kwani uliwahi kusoma Biblia ukakuta shetani alishika tunda akaenda akamkazia Eva, achama kula? Uliwahi kuona hii? Ulimuona shetani amemsogelea mtu mmoja anaitwa Adamu? Adamu alikuwa bustanini kabla ya Eva kuwepo. Alikuwepo. Lakini Adamu ndani yake kuna mamlaka isiyo ya kawaida. Adamu akiwa hajapoteza thamani yake. Ndio maana nyie akina mama waheshimuni sana waume zenu. Usije ukajaribu kutaka uwe kichwa, haiwezekani, utapoteza baraka. Jamani amina. Jamani haleluya. Shetani kile kitu kikamuumiza sana, kikautesa moyo wake sana. Bwana asifiwe. Akaanza kuhangaika namna gani atafanya. Kwa hiyo tunaona kile kilichotokea kikatokea mpaka leo tunafundisha wewe ni wa thamani. Kwa nini? Kwa sababu kuna uongo shetani aliuleta kwenye fikra zako ambao uko kinyume na uumbaji wa Mungu. Akakudanganya kwa mitazamo mbalimbali, akakukusanyia mawazo mengi. Yale mawazo yakatengeneza kitu kinaitwa fikra, vikakusanyana pamoja. Roho wale wachafu wa shetani wakaunga kitu kinaitwa ngome. Sawa? Ukabaki na mitazamo hiyo unayoitazama wewe kuhusu Mungu. Yaani unaweza ukawa unasema Mungu yupo, lakini uamini kama yupo. Yaani unamkiri tu kwamba jamani Mungu yupo. Likikukuta jambo, kabla ya kupiga magoti umekimbilia kwa mtu, naomba msaada jamani. Yaani leo sijalala kabisa, niliminywa usiku. Yaani uijui thamani yako. Bwana asifiwe. Jamani haleluya. Kwa hiyo Yesu akaona hicho kitu. Nilikwambia hivi, wewe ni wa thamani. Yani kwa ajili yako wewe mbingu hazitulii, vitu havinyamazi mbinguni, ibada haziwezi kufanyika. Jamani, roho chafu anataka kuwatumia nyewe watu wa vyombo. Niwekeni maiki vizuri tafadhali. Jamani amina. Jamani haleluya. Yani Yesu alipoyatazama yale, Mungu alipoyaona yale, Roho Mtakatifu alipoyaona yale, kikao kingine kikakaa. Kwa
rafiki yetu, kuna yule mtu wetu wa karibu, kuna yule kipenzi chetu. Imekuwaje? Imekuwaje? We usilete mchezo, wewe ni mtu wa maana. Yaani najaribu kuziona heka heka zile ambazo Mungu anazipata kwenye moyo kuhusu wewe. Wangapi watoto wamewahi toroka tu nyumbani, yani mtoto ameondoka nyumbani afu hataki kurudi, yani anakusumbua? Wangapi mewahi tokea hivyo? Asante mama. Ulishawahi kusikia huo uchungu moyoni? Mtoto haeleweki, halali nyumbani. Mtoto ukisema hiki haelewi, unajisikiaje? Unachukua hatua gani za kumtafuta? Jitihada za kumweka mtoto karibu. Sasa kwa sababu ya uthamani wako, Mungu akadhamiria kumtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako, ili aje arejeshe ile thamani ya mahusiano yako wewe ya karibu pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Ninampenda Yesu, akakubali kwamba nitume mimi, nitaenda. Gharama zote ambazo unaona, umeangalia zile filamu za Yesu, umesoma Biblia, gharama zote zile alikuwa ni mtu mmoja aliyepoteza thamani yake, anatafutwa, ambaye ni mimi na wewe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Haya, ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Kulingana na ile namna ya adui kuteka, kulingana na ile namna ya adui kukufanya mateka, ikawa ni lazima atoke mwana wa ufalme kuja kuuangusha huo ufalme wa giza. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Mungu akaona vile ambavyo fikra zako zimegandamizwa, ukawa hauhitaji kitu cha kawaida, unahitaji mtu mmoja ambaye anaitwa mshauri wa ajabu, ambaye anaweza akaleta neno likaleta badiliko kwenye moyo wako. Sijawahi soma Biblia mahali popote ilipoandika kuna nabii alikuwa anaitwa mshauri wa ajabu, kuna mtume alikuwa anaitwa mshauri wa ajabu. Wako washauri wengi, lakini hakuna ushauri unaoweza ukafikia ushauri wa Yesu Kristo, ule wa upatanisho, ule ushauri wa ajabu uliobeba majibu ya maswali yako yote. Jamani, amina. Ndio maana anaitwa mshauri wa ajabu. Akiliachilia neno, linapenya mpaka kwenye moyo wako, kwa sababu yeye ni mfalme mwenye nguvu kutoka mbinguni. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Watu wa thamani, haleluya, tuliokombolewa na Bwana, haleluya. Nimekwambia leo nataka nikutoe mapema. Ngoja nikwambie kitu wewe, kwa sababu yako wewe, Yesu ni mshauri wa ajabu. Hakuishia pale, anasema ni Mungu mwenye nguvu. Manake kuna vita inayohitaji mapambano. Hauwezi kushinda ukiwa peke yako, lazima aingilie kati aliye simba wa kabila la Yuda, ambaye akiunguluma kila kitu kinakaa sawa. Hivi mimi mtu anitoe kwa Yesu ananipeleka wapi? Bwana asifiwe. Ngoja nikushuhudie kitu. Kwenye maisha yangu nimemuona Bwana. Mwezi wa 3 tumemkamata binti mmoja wa miaka 21. Yule binti ni wa Freemason, alitumwa kunifuatilia na amekuwa akinifuatilia kila nikienda kwenye huduma. Nakutana na vitu vya ajabu. Ngoja nikwambie kitu, huduma hiyo ilivyokuwa,
nikawa nimeenda hilo eneo kufanya semina ya uamsho. Nilipofika yale maeneo, siku ya kwanza tukafanya huduma vizuri. Siku ya pili, bahati nzuri nilipofika, Mungu awabariki sana wale watu, ni watu wa protocol sana. Mbarikiwe sana, hata watu wa mahali hapa ni protocol kali. Mama yuko bega kwa bega na mimi, mpigie mama makofi na baba. Safi sana. Jamani amina. Jamani amina. Tukiwa na Yesu tumezingirwa wewe. Tukiwa na Yesu tuko salama. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Alafu ni Baba wa milele wewe. Yaani nguvu zake hazina mwisho. Hebu mtu wa thamani piga kelele nyingi za shangwe. Ramashanda ratora makayana. Ile thamani yako irejee kwa jina la Yesu aliye hai milele. Bwana asifiwe. Ile siku ya pili wale watu nilipofika waliniuliza, mhubiri unakunywaga maji ukiwa unahubiri? Nikasema hapana, mimi waga sinywi maji. Kwani wewe umeniona na kunywa maji hapa? Hata nisimame masaa 6, Roho Mtakatifu akikamata kiu siwezi kusikia, na sijawahi kunywa maji kwenye madhabahu, na sitakunywa maji kwenye madhabahu. Maana Roho Mtakatifu ni maji mwenyewe, anatuliza kiu. Pigia Yesu makofi mengi wewe. Piga kelele mpaka mbingu zifurahi wewe. Ninakupenda Yesu, maana unaweza yote. Na nilipogundua wananifuatilia, ndipo nikakaza msuli, nikasema afe kipa afe beki, hii vita lazima ipigane, maana nimebeba mamlaka ya mbinguni. Yesu kazi zote alizozifanya anasema naam, zaidi ya zile nitafanya. Jamani amina. Nikashangaa hiyo siku ya pili nimekuja kwenye madhabahu kama hivi, ghafla nikaona kama moshi, nikaanza kukohoa. Kohoa kikozi cha ajabu, kile hakikauki hata kidogo, na kohoa. Wakatokea wadada, palikuwa na watu wengi kama hivi, ni kanisa kubwa na watu walikuwa wamejaa, maana walikuwa wamelitangaza kongamano. Akatokea wadada wawili, mimi nilikuja kupata shuhuda mwishoni. Wale wadada wawili, yule shemasi anasema walikuwa ni warembo wawili. Wale wadada wakaenda kwa shemasi, wakamwambia mpelekee mhubiri maji. Asante sana jamani, kuishi kwa utaratibu ni kuzuri. Utaratibu ni mzuri. Usiishi ovyo ovyo. Wewe ni mtu wa thamani, lazima uwe na mipaka. Usile kila kitu, usiongee kila kitu, usifanye kila kitu. Isubiri oda ya kutoka kwa Baba aliyekuumba kwa kusudi lake mwenyewe. Jamani amina. Mungu awabariki sana wale watu, na ninajua wananifuatilia. Mbarikiwe sana baba na mama, Mungu awabariki mno. Bwana asifiwe. Wale wadada warembo walipomwambia yule shemasi aniletee maji, yule shemasi hawezi kunifikia mimi. Shemasi akachukua hatua za pili kama protocol inavyotaka. Akatoka pale, wakaongeza hatua, zikamfikia mama. Mama akasema mhubiri alishasema hanywi maji. Jamani amina. Jamani amina. Usiwe unapuuza mambo. Roho Mtakatifu ni halisi. Usipuuze mambo. Ndio maana ninaiongea thamani, mrejeshe kwenye maisha yako. Tunaishi kwenye nyakati mbaya za hatari. Imani nyingi za uharibifu zimeingia. Lazima uwe makini sana. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Asije mtu akaishika thamani yako. Shika sana kwa gharama zozote. Haleluya. Walivyonifuata,
Yule shemasi, na ni ushuhuda mrefu kidogo, yule shemasi akasema, ngoja niwafuatilie hawa watu, kwani ni akina nani? Mbona ni wageni? Yaani hata alikuwa anatumwa, elewi kama anatumwa na wageni. Kuzimu ikatuma wageni. Yule shemasi Mungu akamsaidia, akatambua uwepo usio wa kawaida. Akatoka nje, anasema akaanza kufuatilia. Na leo nilimwambia Mungu nitashuhudia. Waga wapendi nishuhudie, maana wamenifuata mara kadhaa kuomba nifanye kazi pamoja nao. Nikasema sitapiga magoti kwa adui, ninajua kule Yesu amenitoa. Nikasema mimi ni mtu wa thamani, na ndio maana anahangaika. Mimi ni wa thamani. Ukikuta unapigwa vita, wewe kaa vizuri na Mungu zipigwe, maana wewe ni wa thamani. Ndio maana unaona hayo mambo. Nataka nikwambie, vita sio yako, vita ni ya Bwana. Anasema nitawapigania na ninyi mtanyamaza kimya. Vita imenyanyuka kazini, mwambie Bwana, hii ni vita. Kaa hapo, tulia, muache apigane mwenyewe. Bahati nzuri vita yetu haijawahi hata kutoka draw. Yaani Yesu anashinda mechi zote. Yesu ni mwanaume jemedari, shujaa, komando wa vita yetu. Jamani, amina. Anayepigana na wewe anapigana na Bwana, maana amekuumba kwa mfano wake. Yule dada akatoka, anasema alivyokuwa anaenda kuwafuatilia wale watu, anavotoka akitaka kuwaongelesha sasa kwamba nyie ni akina nani, anashangaa wale watu wanakuwa kama wanapepea, yani akashangaa mpaka wanafutika kwenye macho yake. Usiku huo nikarudi nyumbani, maana kwenye ile madhabahu nilipata shida ile siku. Nilishindwa kabisa kuhubiri japokuwa watu hawakuelewa. Tukiwa kwenye madhabahu tuombeeni. Omba wewe, tunafanya kazi kwa mnyororo, omba. Ukiona mambo hayaendi usiseme yule mtumishi simuelewi, muombe wewe. Maana ni kwa ajili yako. Wote tunanufaika kwenye damu ya Yesu. Jana si nilikwambia wote elimu zote tuko hapa, kila mtu anamhitaji mwenzake. Mhubiri anamhitaji muombaji. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Nikarudi nyumbani ule usiku, nikamwambia Mungu sikuelewi. Nikasema leo ndo siku ya pili, kama hautanitokea sitaendelea mbele, maana vita ni kali. Ninaona giza, sioni nuru, naiona vita kali. Mungu anasikia wewe, sio unaogopa, sio dikteta. Unajua tumekaa mkao, tunamchukulia Mungu kama lidude fulani hivi, limekaa linatisha, huwezi kulifikia. Wewe sio hivyo. Mungu ni baba yako, anakaa ndani yako. Ongea naye, hata kama kwenye kinywa usemi, ongea naye ndani. Anakusikia na anakuelewa. Kuna mtu haumuelewi, mwambie Mungu, huyu jamaa simuelewi huyu. Acha kujipigania mwenyewe. Nikamwambia sielewi. Nikiwa nimekaa kile chumba, waliokuja pale hotelini na mnaojua, yani ni chumba very standard. Hakuna kitu kinaweza kikaingia chochote, wala mtu hawezi kufungua mlango bila wewe kumfungulia. Usiku wa saa 8 nikaamka, nikakaa kitandani. Ghafla naona kile kikomeo cha kitasa kinazungushwa nje. Nikasema huyu ni nani anayezungusha kitasa hiki? Nilikwambia nitakupa shuhuda, Bwana amefanya maajabu. Rejesha thamani yako. Wewe ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Lazima shetani aelewe kwamba liko jamaa moja, balozi, lililovaa silaha zote za Mungu, alafu zinashinda zile vita vya adui kwa jina la Yesu aliye hai. Paka wewe unayenifuatilia kwenye vyombo vya habari, ukiwa hapa nyumbani kwako, kama hujaokoka
Jamani amina. Jamani haleluya. Lile lijitu likali nafungua, mimi nikajua labda, unajua ni vitu sio ndoto. Ni macho ninaona hivi, nikajua labda ni mwenye nyumba. Lakini nikasema hawezi. Kama ana shida na mimi angenipigia simu. Nikasema sitanyanyuka kwenda kuuliza ni nani, ila nitasubiri agonge nikafungue na funguo. Sijamaliza kuwaza nimalize, ule mlango ukafunguliwa shwi. Nimekaa kitandani, mwanamke mimi niliyebeba Yesu wa uhakika aliye hai. Sina mashaka na Yesu niliye naye. Nimekaa pale nikashangaa kuna moshi unaingia. Moshi mweusi ninauona na macho. Ninakwambia vitu halisi. Na ndio maana hata ukisikiliza shuhuda zangu ninasemaga Mungu ni halisi, kwa sababu nimemuona kwa uhalisia, sio kwa kusimuliwa. Nimemuona macho kwa macho. Jamani amina. Ule moshi ukaanza kuingia. Moshi ule unavyoingia nikaanza kuishiwa nguvu. Alafu nguvu zinapoisha nikasema asante. Kuna mtu alishaimba tena, ni kama niko pole pole ila niko spidi, aliye ndani yangu yuko spidi. Ni kama nimenyamaza kumbe naongea, Yesu yu ndani yangu, yeye anaongea. Haleluya, haleluya. Kwenye kinywa kama hiki nilikuwa siongei. Nguvu zinaisha, kibebeo kimekosa mwelekeo. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani amina. Namna Mungu alivyomuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, alikuwa anaishi kutoka rohoni kuja mwilini. Lakini baada ya dhambi, mwanadamu anaishi kutoka mwilini kwenda rohoni, na ndio maana amepoteza nini? Thamani yake. Si umenielewa? Pungie mkono hivi. Ni saa ya mabadiliko kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Na hili wiki nimemwambia Shetani zitapigwa. Na leo alinitishia, nikamwambia wewe ni kama simba. Mtu akikaa vibaya anaweza akajua wewe ni simba, lakini una makali. Jamani amina. Vile vijamani naishiwa nguvu. Kifungashio changu jamani kikapoteza dira. Ninaongea ndani. Yesu yuko ndani yangu. Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Anaongea masaa yote. Nikamwambia Mungu tafadhali, usije ukaruhusu aibu ikanipata hapa. Ninamwambia nikiaibika mimi, umeaibika wewe. Kwa hiyo tafadhali usije ukaruhusu. Nimekuja kwenye huduma na Mungu anasikia, anasema leteni hoja zenye nguvu. Peleka hoja iliyonyooka. Usiseme mama fulani alinitukana, na kutukana kwa nini? Biblia inasema heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili. Wewe wanakusema kwa ajili ya nani? Si ni wewe ulienda kupekechua maneno huko, ndo maana wanakusema. Usije ukajaribu kwenda kumwambia Mungu, yani wananisema. Hapana. Jikague kwanza, wanakusema kwa nini? Kazini mambo yameharibika, ulitii huko kazini, mbona unachelewa kwenda kazini? Wakikufukuza kazi usilalamike, bali tengeneza njia ili maisha yaende sawa sawa. Jamani amina. Baada ya pale nikaanza kusikia na uwishwa kutoka ndani. Hichi kifungashio nikaanza kuona kinapata nguvu. Ghafla na mdomo ukaitikia kwa jina la Yesu. Nikashtuka kama mtu sio aliyetoka wapi. Alafu nikiwa nimeshtuka na shangaa na ule mlango unajifunga. Nikaondoka, nikamaliza huduma nikaondoka. Nikaenda huko Igawa, maeneo ya Mbalali kule. Nimefika kule sijamsimulia mtu yeyote chochote, hawanijui. Wameniona mitandaoni, wameniita kanisa la TAG nikahubiri.
Nilipofika pale, yule mama mchungaji ni muombaji, akaja kumwambia yule mama aliyenipokea. Akasema, mama, nimemuona mhubiri, kuna wadada warembo wawili wamemfuata hapa, wananyang'anyana naye Biblia. Yule mama akaja akanisimulia. Sikumwambia yalionikuta. Unajua usituone hivyo, wakati mwingine hatunaga hata pa kuyapeleka zaidi ya mbinguni. Wewe waombee tu wahubiri. Kuna muda hawezi hata akajishusha akakusimulia, maana utavunjika moyo. Usiwaone wababa hawa wana mengi. Waombee tu, ni wanadamu. Sawa jamani? Nikanyamaza. Nilivyonyamaza, sasa wakafanya vya kwao kule, hawakufanikiwa. Mungu wa neema nyingi akanirudisha kwenye lile kanisa tena. Nilivyorudi kule, ndipo tukamkamata huyo binti. Ndipo akatoa maelezo. Wakati tumemkamata, nilivyofika mimi pale, yule mama mchungaji akanasema, mhubiri, naomba kabla hujaondoka tumuombee huyu binti, mbona anakuwa kama simuelewi, yani sasa hivi ndo kazidi mlivyokuja hivi. Yani kama ndo kazidi, anashika vyombo kafanya hivi. Roho Mtakatifu anaongea. Yule mama alivyonisisitiza, nikahubiri kabisa, nikamaliza. Ni Jumapili tumemaliza. Sasa ilivyofika muda wa kumuombea, kabla ya kumuombea asubuhi, nilikuwa nina shida na glycerin. Kale kabinti kakaniambia, mhubiri usijali. Nakapa hela, kakaniambia nina glycerin. Kakaenda kakaleta ya kijani, nikakambia hii mimi situmii, usijali. Nikasema kakatoto kana kiwanda cha glycerin ndani, kakaenda kakaniletea nyeupe. Atukuzwe Mungu, nilikuwa na mume wangu kwenye ile huduma. Nikamwambia mume wangu, mbona nina mashaka? Mume wangu alinijibu neno moja tu, akaniambia ni vita. Nikasema kakatoto kasije kakanipaka matope, mimi naenda na hubiri watu hawaelewi. Haleluya! Jamani amina. Jamani haleluya. Namaliza sasa hivi. Jamani amina. Kale katoto nikaa nimekatilia nini? Mashaka. Alafu na mamake akaniambia nikaombee. Kwa hiyo kabla sijakaombea nikamwambia Roho Mtakatifu, kama kuna jambo na haka katoto niambie. Tulipofika nikakauliza, una shida gani? Hamna mama, kapole, kazuri, kastaarabu. Yani ukifika we mgeni kana kukarimu hujawaiona. Shetani hujigeuza kama malaika wa nuru. Kuanza tu kukaombea kale katoto, nikakashika sehemu, kakapiga kelele, pepo zikatimka. Ninampenda Roho Mtakatifu, anatiaga nuru macho. Wakati tunakaombea, nikakaona kale katoto kamevaa pete mkononi. Alafu nikakaona tunakaombea pale, katoto kanako fanana na yeye kamesimama hapa pembeni mlangoni. Nikakaona kamevaa cheni ina zile hela za zamani, ile shilingi katikati ina shimo. Alafu kuna mnyororo umepita, nikaona watu wengi. Sikuona hata mwisho wake, ila wamekonektiwa na kale. Nikasema kwa jina la Yesu. Nikakaamuru, nikaanza kukauliza, wewe mbona namuona mwenzako hapa? Kakaanza kufunguka. Huyo sio mwenzangu, ni bibi yangu. Kakaeleza vitu vingi sana. Kakasema ni sisi ndo tulitaka kukupa yale maji siku ile. Ni sisi na bibi ndo tulikuwa tumekufuata kule. Nikamwambia, huwa mnajuaje? Yani mnanifuataje? Akaniambia, tuna ubalozi kila sehemu. Na kama upo hapa, kwa jina la Yesu na uumbuke. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai. Kama uko hapa, ufalme wa Mungu umesimama, na uumbuke kwa jina la Yesu. Hautatulia. Utaelewa ni kwa nini nimemfuata yule kwenda kukemea kule. Utaelewa vitu wewe.
Bwana asifiwe. Unapopoteza thamani unampa shetani nafasi. Msiwe mnasinzia kanisani. Msiwe mnakuwa wavivu, ni mbinu mojawapo wanayotumia kuingia ndani yako. Hata kama unanena kwa lugha hawaogopi. Shetani haogopi lugha. Hata yeye anaweza kunena. Haogopi lugha ambayo unanena. Kwani wewe ukienda kukaa Mbeya kwa Wanyakyusa, Mugonila itakushinda wewe? Ukija kukaa Sumbawanga, Posuta itakushinda wewe? Jamani, amina. Ukikaa sui kwa watu gani wanasalimiana Mwago na Buri, vitakushinda hivyo? Shetani akimsumbui, lakini yale maisha ya kumtunza Yesu ndani yako ndiyo ambayo yanamsumbua shetani. Hawezi kukaa eneo kama hilo, lazima urejeshe thamani yako. Kesho nitakumalizia ushuhuda, usimama mahali ulipo. Usikose kesho, kamkaribisha na mwenzako. Wabaya sana hawa watu. Na sio kale katoto peke yake, wameshanifuata mimi watu kuja kuniomba waniungamanishe huko. Baba, nimekuja yani na mambo mengi ya kukueleza. Nimepata pa kupumua, nimwambie Baba aniambie alikuwa anaishije. Lakini ninachojua, Petro alipopata ufahamu kuhusu Yesu, alipokuwa anamuuliza wengine, wananinena hivi, nyinyi mnasemaje? Petro likapewa ufahamu. Alafu Yesu akaongeza akasema, na wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Pata maarifa juu ya thamani yako. Pata maarifa Yesu ni nani kwenye maisha yako. Pata maarifa wewe ni nani kwa Yesu. Milango ya kuzimu haitakushinda. Matatizo ulionayo hayatakuwa sababu ya kupoteza thamani yako. Kama ni mateso, hata Yesu alipitia. Kama ni mijeledi alipigwa, na alipokuwa anapigwa ulikuwepo wewe. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepona, wana wa Mungu. Nasema kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Nasema kwa kupigwa kwake tumepona. Ile adhabu ya amani yake, kule kuteswa kwake, kule kujeruhiwa kwake, kule kukataliwa kwake. Alikataliwa ili wewe upate heshima. Alikataliwa ili thamani yako irejee. Wewe unaelia usilie tena. Ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia wewe. Ondoka uangaze kwa jina la Yesu. Uliyekuja mahali hapa na huzuni, Bwana akupe furaha ya moyo wako. Wewe ni kiumbe wa thamani. Kwa ajili yako mbingu zilisimama. Mungu aligalamia. Kesho nitaongea zaidi. Wewe ni mtu wa thamani sana. Nilipokuwa ninasoma Biblia leo, nikaliona lile neno ambalo Yesu anasema, Eloi Eloi lama sabakitani. Yesu analia. Anasema, Mungu wangu. Anasema, umeniacha nisikilize. Kwa sababu pale aliuvaa mwili akaichukua dhambi yako. Mungu achangamani na dhambi. Mungu akafumba macho, likatokea giza. Yesu akauona ukiwa amekubeba wewe. Yesu akaona ukiwa amebeba moyo wako. Amebeba thamani yako. Nakwambia Yesu alipokuwa anapigwa, aliposema imekwisha, aliposema na maneno Eloi Eloi yakakata roho, nakwambia alishuka kule kuzimu. Alikuwa amekubeba wewe nyuma yake. Amebeba na ile damu yake. Anaenda kwenye kiti cha shetani cha enzi cha kuzimu. Anamwambia, bwana mdogo, nimekuja. Anaenda kulipa fidia wewe. Anaenda kurejesha mahusiano. Anaenda kukupatanisha wewe. Anaenda kurejesha yaliyoibiwa. Anaenda kurejesha
kurejesha mahusiano yako mapya na Bwana. Akamwambia Shetani, nipe hawa watu, ni mali ya Mungu. Uhai wetu uko kwenye damu ya Yesu aliye hai. Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Ni kitu gani ambacho kinakutesa wewe? Ni kitu gani ambacho kimekuwa mlima kwako? Ni mambo gani ambayo yameleta maumivu kwenye moyo wako? Kwa nini unalia? Kwa nini unalia? Rasakaya tora mashanda rababababosaka. Kora mayanda ratori mayanda rabababosa yana. Hata kama ulikosea, ni majira ya kusamehewa. Damu ya Yesu inanena mema kuliko ile damu ya Abili. Damu ya Abili ilidai kisasi. Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia. Rasakaya tora masanda. Damu ya Abili ilikuwa inadai kisasi. Inamwambia Mungu, angalia ameniua Kaini. Angalia ameniua Kaini. Ni tofauti na zile damu za mafahali walikuwa wanazitoa kila mwaka. Lakini damu ya Yesu, Biblia inaniambia, inanena mema. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, ananiombea mimi na wewe. Na Mungu anapotazama ile damu, Yesu anasema, Baba wasamehe. Baba tafadhali wasamehe. Anamkumbusha Mungu kwa habari ya ile taji ya miba. Anamkumbusha Mungu kwa habari ya ule mkuki ubavuni. Anamkumbusha Mungu kwa habari ya ile damu na maji kutoka. Rasaka ya tora masanda. Riko romo yanda rabababa. Mimi nilikataliwa na wazazi wangu. Yesu umenikumbatia wewe. Zile fimbo nilizopigwa, kesho nitakushuhudia. Ninazo alama kwenye mwili wangu nilizopigwa kwa ajili ya Yesu. Wewe unayeniona hapa, nilifungwa pingu kwenye mikono yangu nikapelekwa polisi mimi. Rasaka ya tora masanda rababa. Yesu alikufa ili akutetee wewe. Alikufa ili asimame pamoja na wewe. Ramayanda. Ni vile umempa Shetani tu nafasi, ndio maana thamani yako imepotea. Lakini upendo ule wa Mungu, zile jitihada za Mungu bado zinatutafuta mimi na wewe. Mungu analia mbinguni, akiliangalia kanisa, analiona kanisa la unyakuo, alafu haoni watu. Yesu akasema kwenye kitabu cha Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Anasema kama sivyo ningaliwaambia. Manake anasema mimi sio muongo wanangu, nimemwaga damu kwa ajili yenu. Anasema nimeyatoa maisha yangu sadaka kwa ajili yenu. Anasema naenda kuandalia makao ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Ribo shandara baba. Ukipoteza thamani yako, ile mbingu ataenda kakae nani na Bwana Yesu. Yale makao ambayo yameandaliwa kwa ajili yako, nani ataenda kakae pale? Umepoteza thamani yako. Riziki tarama yanda rababa. Rababa baba. Ni kitu gani kinakutenga na upendo wa Mungu mkubwa namna hii? Risarama yanda rababa. Rikoromo sakaya toramba. Rikitara baba. Iko wapi heshima ya Mungu ndani ya mioyo yenu? Iko wapi kanisa? Iko wapi? Mbona mnamtumikia Mungu lakini maisha yenu hayana ushuhuda? Rama yanda rababa. Rikorobo sandara torimaya. Hori sakayana. Mbona mnagombana wenyewe? Risakaya torama. Rababa baba. Mbona amesema kila mmoja na muhesabu mwenzake kuwa bora kuliko yeye? Rababa baba. Rababa baba. Angalia vile anakukumbatia kwa neno hili, kama vile kuku akumbatiavyo vifaranga vyake. Mbona umevipa vitu vingine heshima kuliko Mungu? Angalia unavyoabudu vitu ulivyo navyo. Angalia unavyojivuna kwa vile vitu ulivyo navyo. Nilipokuwa na tafakari leo juu ya kila kifo cha Yesu, nikajiuliza swali. Nikasema hivi, mimi ninafanya nini? Nikasema Yesu, hata ukiniinua mpaka wapi,
Sitajiinua nikakuzidi wewe. Rima yanda rababa rikarabo ramayanda ribo saka ya toramayanda rabababa saka. Na jioni ya leo nataka niombe na wewe ambaye unajua kabisa umepoteza thamani yako. Ni majira ya kurudi kwa Yesu. Ili neno ni la mtu mmoja. Ili neno ni la mtu mmoja. Wewe ambaye unajiona kabisa unahitaji maombi, kimbia hapa madhabahuni. Nikani umeweka mzigo ndani yangu Yesu. Baba, kanisa hili ni mali yako. Sisi wote ni mali yako. Tunanyenyekea Yesu. Tunanyenyekea Baba. Tunanyenyekea Baba. Tunanyenyekea Yesu. Neno lako ni kweli. Neno lako lina nguvu. Neno lako ni moto Baba. Neno lako ni upanga ukatao kuwili Yesu. Rasakaya torama rimayanda rabababa rikorobobo yandara baba rikarabo. Mungu anasema na mimi hapa. Anasema, kwa nini unamlaumu wakati wewe ndo uliyemwacha? Anasema yeye hajawahi kukuacha. Anasema hajawahi kukuacha. Rikorobo sandaraba. Yesu ameweka agano la damu, mbona unalivunja agano? Rababababababa. Rikarababababosaka. Baba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba rehema zako. Inua tu mikono yako kwa Bwana. Mwambie ni rehema Baba. Mwambie sina mwingine ila wewe Baba. Mwambie sina mwingine. Nimekosea ila sina mwingine. Mimi ni mchafu ila sina wa kunitakasa. Sina wa kunitengeneza. Sina wa kunisafisha. Umetenda dhambi ukakosa amani. Upo kanisani lakini wewe ni mzinzi na muasherati. Karababababosaka yataramasaka rababababosaka yatora masanda. Mwambie sina mwingine, nimekuja. Anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, anasema anasafisha. Yesu anatakasa. Ametupa nafasi ya pamoja. Tengeneza njia yako. Moyo wako hauwezi kukudanganya. Unajua kile ulichofanya. Mwambie Yesu nisamehe. Anasikia, mwambie. Mwambie Baba, nimekuja na mizigo yote. Nimechafuka, sitamaniki, sieleweki. Mwambie nimekuwa sababu ya kazi yako kutoenda mbali. Rama yaka na mosaka rabababosaka. Kama ni kiburi, mwambie nina kiburi, Mungu nisamehe. Una kiburi kwa mme wako, mwambie Mungu ni rehemu. Una kiburi kwa wazazi wako, mwambie Baba nihurumie. Mwambie Yesu ni rehemu. Umekuwa mtu wa vinyongo. Umekuwa mtu wa hasira. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hata kama walikuumiza, lakini neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Yesu alitangaza msamaha hata kabla wewe hujamuomba msamaha. Rimaka ya tora masanda risaikaramo. Oh, Baba uturumie kanisa. Yesu, kanisa la unyakuo ili Baba. Rabababababa. Baba tunanyenyekea.
Anasema nirudieni mimi mkaokolewe. Anasema nirudieni mimi mkaokolewe. Risaya ndarababa. Rikorobo sana. Rabababa. Yandarababa. Rikorobo sandarabo. Koramasakayana. Ritoramasanda rabababosaka. Koramasanda. Rabababa. Rabababa. Rimaya kalaba. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Baba, ninaiomba thamani ya mwanaume huyu. Ninaiomba thamani yake Yesu. Rejesha thamani Baba. Baba yangu Yesu, Yesu, ile mamlaka, ile thamani, ule utawala, ile heshima Yesu, rikoromokaya toraba. Ori Baba, ulipotazama makutano ukawahurumia. Yana riko risaka yana. Baba yangu, Mungu anautazama moyo wako. Anasema moyo uliopondeka ataudharau. Atakudharau Baba yangu. Yale yaliyoibiwa yanarudi. Ile thamani yako inarudi. Zile nafasi zako kwa Mungu zinarejea tena. Rabababababa. Rakatara masaka yanda ramaka yatora mayanda. Rimoku taramayanda. Rasaka yatora mayanda. Ukamuliza Adamu uko wapi? Rikora baba. Ulikuta ametoka kwenye nafasi Mungu. Unamuliza leo huyu baba yuko wapi? Tangu nimesimama hapa Mungu, kila unaponiambia nisema uko wapi, ninamtazama yeye. Rayanda rababa. Orikarababa bosaka. Lile neno lako la baraka Yesu nimelisema. Rejeshe nafasi yake Baba, thamani yake kwenye maeneo yote ya maisha yake. Rababababa. Korama sakaya torama sanda. Rikoromo sakara masanda ratora maka. Retora masakaya torama. Roho Mtakatifu anapita. Anapita Roho Mtakatifu. Anapita, wejiachilie, siwezi kushika kila mtu mkono. Lakini Roho Mtakatifu yuko hapa. Namuona huyo mama anafurika nguvu, msogeze hapa huyo mama. Niletee huyo mama wa nyuma yako hapo. Mlete huyo mama, msaidieni aje hapa. Kora masaka ya tora masanda. Rabababa saka, jikaze mama njoo. Rikorobo sanda rababa. Rabababa saka, inua mikono yako. Ayaramakaya tora masanda. Rabo sakaya tora masanda. Roho Mtakatifu rikarabo sakaya taramayanda. Naiona nguvu kubwa juu yako mama. Rimbo sakaya torama. Yekete ramayanda. Rabababa amekamata kinywa chako.
ameshuka kama moto. Rababababababa rasaka ya torama. Roho wa matengenezo anarejesha thamani. Rababababababa ayayayayaya. Pokea neema tena kwa jina la Yesu. Risaka ya torama sanda. Rab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 a ratora masaka rabababababa rababababababa retora mayanda. Ndio Bwana rikorobo saka. Roho Mtakatifu, mchukue mwanamke huyu, uchukue umoyo. Roho Mtakatifu, wewe unayefanya kazi ndani yetu. Ramaya kana mosaka rababababababa rikorobo santa ramaka rasekete masanga rabababosaka yatora masaka. Msimamisha huyo dada kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Wachungaji, naomba mnisaidie huku kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Toka na kubomoa, toka na kubomoa, toka na kubomoa, toka na kubomoa. Haya, toka na kukemea. Toka, una mamlaka. Toka, una mamlaka. Toka kwa jina la Yesu. Wanawake mko wapi? Rasakaya torama rabababosaka yanda rabo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, toka na kukemea. Toka, toka, toka. Nasema toka, nasema toka. Kwa jina la Yesu ninakuangusha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, toka, haya, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Toka, una nafasi. Toka, toka. Jamani, kama uko nyuma una kazi, njoo usaidie huku. Toka kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unaomba, endelea kuomba, lakini naomba watu mje mumsaidie huyu mwingine huku. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Haya, toka, toka. Haya, toka, toka, toka na kuamuru. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Haya, haya, haya. Haya, leo ni mwisho. Haya, leo ni mwisho. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Msogeze hapa huyo. Mlete hapa, mlete hapa. Kwa jina la Yesu. Haya, ninakuamuru. Haya, toka. Toka na umwachie. Toka na kumpomoa. Toka. Toka. Nasema toka wewe kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Haya, toka, toka, toka. Hauna mamlaka. Toka. 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 Achia moyo wake. Achia moyo. Achia. Nasema achia kwa jina la Yesu. Pepo zote timka. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Haya, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Kila aina za vifungo kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, ninavunja na kubomoa. Ninaharibu kwa jina la Yesu. Toka, mwachie huyu binti. Toka wewe. Toka na kukemea, na kukemea. Hautasalia na kukemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu umelifunga hili tumbo na kukemea. Haya, na kukemea. Haya, haya, toka, toka, toka. Mwachie huyu binti kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rasakaya tora masanda. Nimemleta Yesu ndani yako leo. Nimemleta Yesu ndani yako kuangusha madhabahu zote za giza kwa jina la Yesu. Madhabahu zote za giza, madhabahu zote. Nasema madhabahu, madhabahu, madhabahu. Haya, haya, haya. Toka, toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rasaka ya tora masanda. Kora baba bosaka. Rababa
bosaka ratora masanda. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kukemea. Unaigiza kunena kwa lugha wewe, toka! Unaigiza kunena wewe, toka! Na kukemea. Haya, mwachie. Haya, mwachie huyu binti. Hautasalia. Hakuna hata pepo moja litasalia. Kwa jina la Yesu aliye hai, toka! Paka huko nyumbani unayenitazama, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, Bwana akutane na wewe jioni ya leo. Nasema Bwana akutane na wewe jioni ya leo katika jina la Yesu. Endelea kuomba uliyeko nyumbani. Nguvu ya Mungu ni kubwa, vile inatuhudumia hapa na huko ipo. Roho Mtakatifu ameshuka, na wewe endelea kuomba mafuta mengi kwa jina la Yesu. Yanda rababosaka korama sanda rababosa. Haya, 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 haya. Kwa jina la Yesu napita na moto. Napita na moto tangu utosi mpaka uwayo. Kwa jina la Yesu. Maonezi yote. Maonezi yote. Haya, haya, mwachie mwanamke huyu. Haya, mwachie. Haya, 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 lazima uende. Hata salia yeyote. Rasaka ya tora masanda. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pepo zote timka kwa jina la Yesu. Timka kwa jina la Yesu. Ramasaka ya tora haya, toka, toka, toka. Hautakaa kwa jina la Yesu. Haya, haya, toka. Haya, nakukemea. Haya, toka, 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 toka. Toka. Kwa jina la Yesu. Madhabahu zote. Madhabahu zote. Amekuja mwenye madhabahu. Amekuja mwenye madhabahu. Amekuja mwenye madhabahu. Lazima ung'oke. Haya, haya, haya. Napita na moto, moto. Napita na moto wewe. Kwa jina la Yesu. Haya, toka, toka, toka. Haya, 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 haya. Hautatulia. Hautatulia hapa ndani, utatoka. Toka kwa jina la Yesu. Toka na kubomoa. Mwachie mwanamke huyu. Mwachie mwanamke huyu. Mwachie mwanamke huyu. Kwa jina la Yesu. We toka, toka, toka. Toka na kubomoa wewe. Hauna mamlaka wewe. Hauna mamlaka. Kwa jina la Yesu. Wewe hauna mamlaka ya kumiliki mtoto, alafu huna mamlaka ya kujadiliana na yeyote hapa. Haya, fungasha, nenda. Ninaongea kwa mamlaka ya jina la Yesu, wala usisumbue. Toka kwa jina la Yesu. Huna mtoto wewe. Haya, toka. Haya, toka. Haya, nenda. Haya, toka, 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 toka. Haya, napita na moto, 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 moto. Moto, moto ulao. Moto, 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 moto. Kona kwa kona, kona kwa kona. Haya, 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 haya. Haya, haya, haya. Haya, 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 haya. Haya, haya, haya. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Ninakuangusha kwa jina la Yesu. Ninaangusha ngome zote. Kwa jina la Yesu. Maagano yote ambayo umeweka. Maagano yote ambayo umeyaweka hapa, nimekuja na damu ya Yesu kufuta maagano yote na kuyavunja. Haya, vunjika, vunjika. Nenda haraka, wala usiendelee kumtesa huyu mwanamke. Nenda. Nasema nenda. Madhabahu zote ninazivunja. Maagano yote ya giza ninayavunja kwa damu ya Yesu aliye hai. Mwanamke huyu awe huru kuanzia sasa. Katika jina la Yesu, mwanamke huyu afunguliwe. Thamani yake irudi kwa jina la Yesu. Shetani, wewe ni muongo.
ninakukabili kwa jina la Yesu. Na mwanamke huyu yuko huru kwa jina la Yesu. Haya, toka. Haya, nasema toka. Sina mjadala na wewe, ninakuamuru. Sina kikao na wewe, ninakuamuru kwa jina la Yesu. Ninakuamuru, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu. Ninakuapisha. Toka. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Maagano yote uliofungishwa kwenye hii mikono, haya kwa jina la Yesu. Haya kwa jina la Yesu. Utatoka tu, hakuna mahali utatulia, mpaka kwenye miguu na washa moto. Tangu utosi mpaka uwayo wa mguu ninawasha moto. Hakuna mahali popote utakaa utulie. Hakuna mahali utakaa utulie. Toka, achia maisha ya mwanamke huyu. Toka kwa jina la Yesu. Mwekee mikono kwenye mguu kwa jina la Yesu aliye hai. Mwekee mikono hapo mama kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Hautakaa popote. Nimewasha moto kila kona, hautakaa. Hautakaa wewe. Toka. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Haya. Haya, moto. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza kufunguliwa kwa mwanamke huyu. Ninatangaza kuwekwa huru kwa mwanamke huyu. Rasakaya tora masanda. Rabababa bosaka. Rikora mayanda rabababa. Yesu, neno lako limesema kwenye kitabu cha Yohana 8:36. Unasema mwana akiwaweka huru na kuwa huru kweli kweli. Rimakaya tora mayanda. Rasakaya tora ma. Rikara bababa. Ramakaya tora masanda. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaachilia neema yako Bwana. Ninaachilia uhuru wako Bwana. Ninaachilia thamani yako Bwana. Inua mikono yako mama, Roho Mtakatifu anakuja juu yako. Ramakaya tora masaka. Haya, pokea. Ndio. Rab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 a. Reketera masaka. Rababababababa. Rikoromosaka. Anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Rasakaya torama. Ile nguvu ya kuwa shahidi. Ile nguvu ya kushuhudia matendo ya Bwana aliyokutendea. Rababababababa. Haya mama, pokea. Ni zamu yako mama yangu. Ni zamu yako mama, pokea. Ni zamu yako, pokea mama. Pokea neema hii. Rakana mosaka. Yatora masanda. Mimi nilipopokea Roho Mtakatifu nimeiona neema mama. Na wewe ni zamu yako. Rabababababa. Ule utendaji wa Roho Mtakatifu. Yanda rabosaka. Korama yanda rababa. Resekete rema yanda. Rikora bababababa. Ule uwezo wa utendaji. Yanda rabababa. Yale yaliyokuwa yameshindikana kwa jina la Yesu yanawezekana. Rasa yato ramayanda. Kurababababosaka. Ramasaka. Endelea kuomba mama. Rikorobosaka. Rikorobosaka.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Wakina Petro walipofika kwenye ule mlango mzuri, wakamwambia yule kiwete, hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho, kwa jina la Yesu aliye hai. Yule kiwete akasimama akatembea. Ninatamka nguvu kwenye mishipa, nguvu kwenye damu, nguvu kwenye nyama, katika jina la Yesu. Mifupa mikavu, mifupa mikavu, mifupa mikavu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwanamke huyu apokee uzima tangu sasa. Apokee uzima kwa jina la Yesu. Apokee uzima kwa jina la Yesu. Rabababosaka yatora masanda rabababosaka yana uramayakatara masaka. Baba, ni majira yako. Yesu, ni majira yako. Yesu, ni majira ya utendaji wako. Kwa yule aliyeamua kutembea na wewe, ni majira yako. Ribababosaka yatorama rababababababa rekorobosaka ramayanda koramayataramasaka yataramayanda rababa kortaramasaka yatorema orisaka yatoramasanda rekete ramasaka, kwa jina la Yesu. Risikita ratori mayanda rokotere mayanda rabababababa. Kila silaha iliyosimama kinyume chako, kwa jina la Yesu haitafanikiwa. Kila silaha iliyosimama kinyume chako, kwa jina la Yesu. Ramasaka yanda rabababa ramasaka rababababa rikorobo yanda rabababa. Ile neema ya Bwana risaya tora masanda rekora babababa yora masaka ya tora masanda kora masaka ya tora mayanda orisaka ya tora masanda kora bababosaka. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu, ulipokuwa unatembea, wakati unateseka, wale wanawake wakakulilia, ukawaambia msinililie mimi, jililieni ninyi na watoto wenu. Litimize neno lako kwa kuyatazama machozi ya mwanamke huyu. Anamlilia mtoto wake Bwana, na anajua wewe unajua mahali alipo. Riko rama sakaya torama. Huyo mtoto popote alipo, kupitia kizazi cha mwanamke huyu, ninamuita huyo mtoto nyumbani kwa mama yake. Rikarabo sakaya torama kaya torama yanda. Asante Yesu, kwa kuwa lile ulilosema linakuwa.